tumeona vipaji vya vijana na pia kuhakikisha vijana tumewaleta pamoja kwa upendo na kwa ajenda moja. Mimi kama kiongozi wao, ndugu seneta, kwamba nimejaribu niwezavyo kuhakikisha tumekaa pamoja na kujinyima ili kuweza kuwa vile walivyo. Najivunia kijana B Classic. Saa hii kijana B Classic aliyekuwa na chunga ngamia, saa hii tunapoongea ako na manager. Huwezi kumuona kama una nini appointment. Hiyo kitu ndugu seneta inanifurahisha sana. Huyo kijana 20 I think nilimtoa kichunga ngamia na nilielekezwa somehow na huyu mama, na huyo kijana alipokuja kwangu na akaniambia anaweza cheza ngoma, nilikaa kutokuelewa na kumwamini jinsi vile alikuwa amevaa, lakini nikajiuliza kama hii pesa nitampa na akule na asaidike, nitakuwa lawama si kwangu. So nikaambia bibi yangu, mpatie hiyo pesa, nataka kama itamsaidia kucheza ngoma, wacha tumpe akule, tutakuwa tumeondoa lawama. Sikujua nilikuwa namtengenezea ngazi na njia ya kuwa kielelezo kwa watu wa Marungu. Ninapoongea hivyo na furaha, kila siku tunaongea naye, anacheza za Mombasa, Nairobi. Siku hizi sasa ameanza kutumia ndege, kijana mdogo sana. Usijali ndugu yangu Blaziro, sawa, nimekubali ulikuwa na shida na ulikula pesa, tutasonga mbele, si ndio? Ama namna gani? Unajua uzuri, amesema ukweli. Na hiyo muda tumekaa naye, nimekuwa nikimwambia Blaziro, nataka unitumie ngoma kwa WhatsApp, nataka kuisikiliza. Mimi ni wale watu, nikikusaidia nitakufuatilia mpaka dakika ya mwisho. So Blaziro nimekuwa nikimfuatilia, nataka ile ngoma, akaona nimekuwa too much. Juzi akakuja parapara nyumbani, mheshimiwa, hivi naenda kuchukua ngoma. Ambia wewe, waacha hizi parapara zako, sikuoni mzuri. Lakini si unaona ile imezaliwa leo, kwamba ameamua kupasua Mbalika, kwamba ninajua alikatwa mguu, na kama pia alitumia hiyo pesa na amepona, situmshukuru Mungu ama namna gani? Kwa hivyo hakuna wasiwasi, tutaendelea kusaidiana. Ile kitu nitasema ni kwamba mimi najaribu, kwa sababu ukisikia Brazil akisema hivyo ni vile tuko close sana na yeye. Ukisikia tukiongea mambo ya B Classic ni vile tulikuwa close sana na yeye. Lakini kitu nitasema, heshima si utumwa. Uwezi tania kwamba mimi ni malaika nijue wewe unacheza ngoma kwamba lazima nikusaidie. Sikufurahishwa na tabia nyingine, sikusave hiyo namba. Vijana wengine walinipigia na wakanitukana kwamba mheshimiwa, tunataka utusaidie kutoa ngoma. Mbona wengine unawasaidia? Kwani sisi hatukupigia kura? Siwajui, wanaongea kwa simu. Nikamsikiliza, nikamwambia, ndugu zangu, mwataka nifanye nini? Si mungetafuta nafasi muje mniambie kwa upole. Sasa hivyo mnaongea, kwani unaendaje? Nikamwambia, hata vile unaongea wewe hukupiga kura. Siwajui, lakini waliongea sana kwa simu. Hiyo ni kukosa nidhamu, na at least kama ni hivyo mtaongea, hata mimi mtanivunja moyo. Kama kuna issues kama talents, ngoma, wacheni tuitane, tuketi pamoja, tujadiliane ili tuweze kusaidiana. Nimekuwa nikiongea na DJ Ayton kwamba tufanye talent search. Tulianza kitambo sana na mkaform mtandao wenu, lakini sijui mnaendanga mkufe huko ndani ama mwende mpotee huku, sielewi. Kwa hivyo mimi ile kitu nasema ni kwamba niko tayari kufanya kazi na wale watu
kwamba wamejitolea kusaidika. Usije ukasema unataka kusaidika kwa sababu umeona mwingine amesaidika na haujajipanga. Hapana, jipange kwanza, alafu sasa uje tupangilie na wewe tuone tutakusaidia namna gani. Kutoa ngoma hata chinieni ni jinyime siku 2-3. Unajua nikiamua kutokutembea mtaani siku 2-3, hiyo pesa natumianga mtaani itatoa ngoma, najua. Maana kila mtaani nikipita, mheshimiwa hujatoa ushuru, mheshimiwa umepotea sana, mheshimiwa niko na njaa, mheshimiwa sijakunywa chai. Kwa hivyo nikijificha siku 3, hizo vitu vidogo vidogo nisitoe, najua nitakusaidia kutoa ngoma. Ile kitu nasema ni kwamba mimi sipendelei. Kuna tabia imekuwa hainifurahishi. Mheshimiwa naomba 50 ya chai. Sasa mimi najiuliza, nitakupa 50 ya chai mpaka lini? Wajua mtanifanya mpaka sasa nianze kubeba damos. Hii mambo imekuwa too much. Wajua hii chai imekuwa so expensive. Na kwa sababu inaitwa chai kumaliza shida, si nibebe damos kubwa. Wewe ukitaja chai na kuwekea tunamalizana faster. Nataka niseme vijana na washukuru na zaidi tulivyoketi na komiti. Na tukasema kwamba wacheni tujaribu tuone vijana tunaweza keti namna gani ili tuweze kusaidiana kuongea. Tujue tuko wapi. Ndugu Senator, hawa vijana wanapenda kusaidiwa sana. Lakini jambo ni moja, hawataki kujituma. Tunavyoongea jana kuna vetting, kuna kazi za county zimejitokeza. Nilikuwa naongea na wale wanafanya vetting. Marungu hakuna. Completely hakuna. Unakuta ni tembe moja walioomba hizo kazi. Sasa mimi nashindwa nitasaidia namna gani? Ule mmoja alikuja kwangu akilia ni mwalimu wa ECD. Na kitu Senator imetukoroga. Sawa, amesoma, ana diploma, anafanya degree. Lakini kuna ile TS number. Kwamba it's mandatory kuwa na TS number. So I think watu wetu ni vizuri waelewe. Mnaposoma mpaka mkafika certificate, kabla hujaanza kuendelea, apply TS number. Bila TS number ni ngumu sana kuandikwa kwa county. Kwa sababu hiyo namba ndio itatuwezesha kujua kwamba wewe unapofundisha wananchi, ambapo ile ni community, ukigonga mtoto vibaya, nani atachukuliwa hatua. Lakini tukikuchukua na tukuandike kazi bila ile namba, uende ugonge mtoto aumie, utaanzia wapi? So ni vizuri tuwe tukikutana hivi mara kwa mara. Kama siko seneta yuko, kama seneta yuko mbunge yuko, kama mbunge yuko gavana yuko. Hawa watu mliwachagua, engage them kila siku baada ya nyingine, msiwaogope. Mimi nataka nimshangae kwa sababu wakati tulipiga kura sanduku zote zilikuwa na wasimamizi. Lakini seneta ya kunishangaza, kila kitu kikiumana kwa MCA nyumbani. Seneta, kwani hao wale walikusimamia sanduku kwani wako wapi? Ulibeba kaenda na wao. Hata mimi najiuliza, yani mizigo imekuwa mingi. Na mimi natamani waliosimamia zile sanduku za viongozi wengine wanastahili kuwa mstari wa mbele ili tuweze kufanya kazi na wao. Ili mahali nimelemewa na wewe unasaidiana na ndugu Senator, naweza kukuambia mpigie simu. Lakini kila siku mimi atinampigia Senator. Kuna mambo mengine madogo siwezi. Mambo mengine kidogo kuongea na Senator ni madogo sana. Kwa hivyo naomba ndugu Senator, wale watu wako wako mashinani, ukiona vile kijana ndugu yangu aliongea hapa kwamba unasikia vijana wakirusha mishale, unajua tu ule msimamizi wako wa mashinani amelala. Hiyo ndio tu signal inaonyesha. Kwa sababu wale watu wanawakilisha gavana, najua wale watu wanawakilisha seneta wako mtaani, tunawajua. Ukiona kukienda kombo sana, jua petroli labda imeisha. Wapi petroli? Waendelee kusonga mbele. Kwa hivyo nafurahia siku ya leo vijana kuwa pamoja vile mlivyo, na inanifurahisha maana naona mpaka watoto wadogo. Hii ni picha nyingine tumeonyesha kwamba
hawa watoto wanapokuwa wataiga mtindo huu, na ni vizuri tuwe pamoja. Tulikubaliana kwamba ili msione kama ni mzigo mkubwa, ndugu seneta, tulisema watu pia wachangie. Kila mtu alikuwa anachanga shilingi 10, na wengine pia iliwashinda kulingana na hali, wengine pia ni kupuuza. So mimi nasema hivi, ya leo tumeyaona kwamba inawezekana kuwa pamoja, kuongea mambo yetu, ili kama una shida kama kijana unaweza ongea mbele ya kijana mwenzako ili uweze kusaidika, na pia unaweza ongea mbele ya kiongozi wako uweze kusaidika. Tumekubaliana na seneta mambo mawili matatu, kwamba wale watoto wameimba hapa, tutaweza kukutana na wao tuone kama tunaweza kuwasaidia at least hizo ngoma wa register ili waweze kuuza, na tutakuwa tunasonga mbele namna hiyo. So na pia tukakubaliana vile ndugu yangu amesema, ni vizuri. Unasikia amesema pointi nzuri sana, kwamba yeye si mpumbavu, yeye si mjinga, adandia mgongo wa chukuzee ili aweze kushiba na kujulikana. Je, nyinyi kama wasanii wetu mnastahili muwe na network kwamba mnaweza toa ngoma moja yenu pamoja, kama ni CD moja ina ngoma 6, kila mtu ngoma yake pale, ili kama nitapenda ya huyu na ya huyu nasikia ni kidogo, lazima ninunue ya ule, hata wewe utasaidika. Lazima mbebane, hakuna jambo lingine. Lazima tukubaliane kubebana. Nikiona ndugu yangu akiinuka, nisimvute chini, nimuinue zaidi, inshallah Mwenyezi Mungu akimfikisha naye atanivuta. Ama namna gani? Tusiwe watu wa kuvutana nyuma, tusiwe watu wa matusi, tusiwe watu wa kuchongeana, kuongea mambo hayapo. Juzi tumeanzisha tu na nikasema wekeni kwa mitandao. Unaona wengine wanaanza kupiga hizo sherehe, umoja vijana kitu gani? Na ukiangalia ule mtu anapiga, nataka kuwaonya vijana. Ukiangalia wengi wanaongea ujinga kwa mitandao ni maya diaspora. Ni watu ambao hawaishi Marungu, ni watu wanaishi huko. Mmewaweka kwa mitandao kama marafiki zenu, wameanza sasa kuweka sumu. Sijui kama tunaelewana. Wacheni tukiamua kama mtandao ni wa Marungu, waacha sisi watu wa Marungu, sisi ndio tunajua shida zetu. Sisi hakuna mtu atatoka nje kuja kutusaidia, sisi ndio tutatatua shida zetu, si kurumbana, si kupigana. Lakini unaona mtu hayuko, ama mtu anakula kwa mfuko wa seneta na hataki wewe umkaribie seneta, anaanza kukupiga mawe. Hamjui hivyo? Na muangalie mzuri, wale watu wengi wanaongea vibaya, kuna kitu analenga. Labda ameona akikuachilia kidogo utamfikia seneta, na kwa sababu labda seneta huaga anamuuliza kumelalaje huko, anaetewa credit. Sasa unaona akikaribia pale anaona hiyo credit itakatika. So lazima tuanze kuangalia mambo kwa mtazamo mpya, na ninawaomba tunapovuka mwaka tuvuke kwa amani, kwa upendo, na tuvuke tukiwa tumebadilisha nia na madhumuni na lengo ya maisha yetu. Hapo ndio tutakuwa tumejua sisi kama vijana tunaweza songa mbele, na tuko na uwezo na tuko na nguvu, as long tutakuwa pamoja. Tuko pamoja. Natumaini by mwezi wa 3 Mungu akipenda nitaita mkutano wa wasomi, probably certificate holders, diploma holders, bachelors, hivyo kuendelea. Nataka tuje na agenda moja Marungu, tuje na project moja. Tunaweza eka pesa hata kama ni milioni 10 ama ni 20. Tusifanye miradi mingi, tufanye mradi moja ambao unaweza andika vijana wetu kazi zaidi ya 100. Na kwa sababu tuna wasomi, hawa wasomi, nataka hiyo kongamano la wasomi wanje wachanganue mambo bayana, kwamba tunaweza kuwa na hiyo industry ya Marungu na itumie resources locally Marungu. Marungu tuko na material nyingi, na kama kuna wasomi na wachanganue na waseme hii industry tukiweka Maungu na tutumie local resources, tutaandika vijana kazi. Naomba kuona hawa wasomi
au diplomas au certificates